Ukifa unaingia peponi moja kwa moja. Nataka nijue mtu akifariki katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika 10 hili. Ase mtu afya hata mzinzi tu anazini afunge afu mwezi wa Ramadhani aende peponi. Hayo hakuna kwenye dini. Yaani jitu lizinzi alifunge alifanyeje afu kafa mazali kafa tu katika mwezi wa Ramadhani ende zake peponi. Kuna mizani ya kupimwa kule. Kuna mizani ya kupimwa. Mezani sema wewe unapata ofa mwezi wa Ramadhani kama utakuwa umeufunga kwa sababu tayari utakuwa umepata msamaha wa kusamehewa nini? Madhambi. Umeelewa? Unakuwa tayari umepata msamaha wa kusamehewa nini? Madhambi. Kwa hiyo una nafasi kubwa sana ya thawabu zako kusoma vizuri na kuingia peponi. Lakini haimaanishi kwamba wewe tu umekufa katika Ramadhani alafu una midhambi mikubwa kwa sababu umekufa katika Ramadhani uende peponi. Hakuna chance hiyo duniani. Tumeletwa kwa ajili ya kufanya ibada na ndio maana tuna mizani. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kila mtu atakuwa na mizani. Kuna mizani ya mkono wa kulia, kuna mizani ya mkono wa kushoto. Kulia atapimwa mema yako, kushoto atapimwa mabaya yako. Mabaya yako yakiwa yamezidi utakwenda motoni. Mema yako yakizidi utakwenda peponi. Na ndio maana huu mwezi wa Ramadhani hii ni ofa ambayo Mungu yale mabaya yote anatufutia tuliyoyafanya. Sijui umenielewa? Ofa hii ndo Mungu anatupa kutufutia. Na watu wazidi sana kufanya dhikri kwa sababu ndio unajaza profile yako inajaa. Unajua sisi hapa tunafanya mawaidha hapa. Malaika wanaandika profile zetu zinajaa. Yaani malaika wa kushoto katulia saizi wa kulia anafanya kujaza profile zetu ambazo tutakwenda kukutana nazo siku ya kiyama. Tutakwenda kuonyesha mwana kitabu chako hiki. Sasa kuna watu vitabu vyao watavikataa. Atauliza mali hadha alkitabu kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Hakijaacha kidogo wala kikubwa, yote imehifadhi. Kina nini? Atatizama atajiona mimi mtu wa moto. Hapa mimi naenda motoni, nataka kuleta ujanja wake wa Dar es Salaam siku ya kiyama. Akishona daftari na kwenda motoni, lazima alete ujanja. Ataanza kujipitisha pale, anakwenda huko anarudi huko anakwenda mpaka Mungu amuulize, Abdallah vipi mbona hatukuelewa? Akamwambia Mungu ile dhambi mbona sikumbuki. Ile umenisakizia ile. Ile umenisakizia kabisa. Analeta ujanja yani. Mungu anamwambia hamna shida. Umeongopewa ile. Yauma tubla sarail, siri zitawekwa wazi. Tutawekewa kompyuta mbele afu tutakuwa tunatazama yale matendo yake. Atafika mahala mpaka katika lile tendo ambalo amelikataa lile. Ataambiwa sio wewe unaonekana, akamwambia Mungu umenifananisha. Duniani tuko wawili. Hapo ndo al-yawma nakhtimu ala afwahim. Domo Mungu atalifunga. Ndo mikono itaanza kusema, miguu itaanza kusema, yani kila kitu kitatoa shahidi. Mwanadamu nuksi, innal insana lirabbihi lakanud. Mwanadamu kwa Mola wake mkanushaji, japo jambo kafanya atalikataa. Mbele ya Mwenyezi Mungu anakanusha. Hiyo hamna. Uniambie kitu hiyo hamna. Hiyo uniambie kitu sijafanya, hiyo hakuna. Vitu tunavyoviona hapa na huko vipo Vipo. Sasa ushaona moto pale utaacha kubisha. Alafu Mungu alivyokuwa fundi anajua kabisa umefanya, lakini anataka ukiri mwenyewe kama umefanya. Mungu hakudhulumu wala ufatila. Japo kiuzi udhulumiwe. Mwenyewe utajibu, viungo vyako ndo vitajibu kwamba mimi nimefanya 1 2 3 4. Mungu alivyokuwa fundi. Mwanadamu hatalishe. Lakini niwahusie watu 10 ili tusicheze nalo. Ndio 10 la kumtaka sana msamaha Mwenyezi Mungu. Na ndio mwezi wa kutoa sadaka sana. Ndio mwezi wa kukithirisha mambo ya kheri kufanya ndani ya mwezi huu. Sawa. Sasa mtu amekufa ana udhuru zile za kisheria. Kisukari, pressure, nadhani zingine utanisaidia zimenitoka kidogo. Amefariki. Kwa mtu huyu inakuwaje? Kuna vitu ambavyo mtu akifariki anaweza kufanyiwa. Kuna vitu ambavyo mtu akifariki anaweza kufanyiwa. Kwa mfano hija, mtu anaweza kwenda kuhijiwa lakini sio kulipiwa kufunga au kuswali. Umenielewa? Kama alikuwa na udhuru wa kisukari alafu akaja akafariki, sawa bwana, lakini nyuma kulikuwa na sheria kwamba anatakiwa atoe kibaba kwa ajili ya kualisha nani? Maskini. Lakini ikiwa amekufa ndani ya mwezi wa Ramadhani, nkata amalu, matendo ndio amefanyaje tena? Yamekatika pale. Sio kwamba eti tuendelee kumlipia ile nini? Ile swaumu. Matendo pale ndo anakuwa amefanyaje? Yamekatika, matendo pale ndo yamekatika. Kwa hiyo atalipwa kwa kile ambacho alichoishia
pale kukifanya. La kama familia yake nasema bwana, si tunaendelea kutolea maskini, itakuwa ni thawabu ambayo kwake yeye atapata zile thawabu akiwa kaburini. Nimepata vizuri? Na nimekupata. Na akiwa ana nia ya kufanya hicho kitu kibaba kuwatolea, anataka afanye kama kesho, leo Mwenyezi Mungu amempenda, analipwa kutokana na nia yake. Uislamu safi sana. Yaani wewe kama unatia nia kwenda kuzini alafu haujazini kule, ndio hauandikiwi dhambi. Umeelewa? Hauandikiwi dhambi. Ila kama unatia nia kwenda kufanya jambo jema alafu hujalifanya, kwa mistake yote imetokea, unaandikiwa thawabu kama umefanya. Mbona rise? Mimi nakwambia kwenye Uislamu ukienda motoni wewe fala. Wallahi wa billahi, ofa zimetoka nyingi kweli kweli. Kwa sababu Ijumaa mpaka Ijumaa unafutiwa dhambi za wiki. Asubuhi mpaka dhuhuri, ukiswali dhuhuri unafutiwa dhambi za asubuhi mpaka dhuhuri. Alasiri unafutiwa dhambi, magharibi unafutiwa dhambi. Unaendaje moto? Yaani mpaka ukichomwa motoni, manake wewe una hata moja ulilofanya. Na una haki ya kutiwa katika moto. Kwa sababu ofa uzitaki, ofa zipo wewe uzitaki. Ofa zipo nyingi sana alafu wewe uzitaki. Ndio hizi Mungu kazileta Ramadhani. Katuletea kuna sunna Alhamisi, Jumatatu, katuletea swala ambayo inafuta madhambi, swala yenyewe. Unaona, yani Mungu katupa ofa kwamba hataki sisi tuende motoni. Ikifika mahala wewe ukiwa hutaki hata kufanya mambo mema hayo, una wa kumlaumu. Ndio siku ya kiyama utasema, Ibilisi atakwambia msinilaumu, laumuni nini? Nafsi zenu wenyewe zilaumuni. Kwa sababu hii ofa namna hii unaikataje? Sasa ukifanya baya moja unapata dhambi moja. Ukifanya jema moja thawabu 10. 10 toa moja. 9. Unaendaje motoni? Hauwezi kwenda. Vijana tuchangamkie fursa. Fursa. Yani tusiache ipite fursa. Baya moja dhambi moja. Jema moja thawabu 10. Unakwendaje? Hauwezi kwenda. Wewe utaenda? Bana shehe. Utakuwa uduyuthi huo. Hata hivi nikae tu na tasbihi yangu. Tasbihi yani ukipiga la ilaha illa Allah una 10. Acha hiyo sasa, asubuhi ukiamka, salamu kwa ukamilifu unapata 30. Ukisema mimi na asubuhi mpaka jioni nitawasalimia watu 100, una thawabu ngapi? Kumbe kuna mambo mengi ukiachana na swala. Ukianza tu assalamu alaykum wa rahmatullah 30, salamu 30. Watu 10 tu una 300, watu 100 una thawabu 3000 umeweka kibindoni. Ukipita njiani ukikuta tu takataka njiani, ukiondoa tu sadaka, thawabu. Tumenasema imitul adha ani tariqi fa innahu laka sadaka. Ondoa tu takataka, mwiba tu umeuondoa, usiwachome watu, thawabu. Unasemaje? Ashabu. Watu wakienda motoni wamejitakia. Kabisa, ya neno umetaka mwenyewe kwenda motoni, sio Mungu kataka, wewe umetaka mwenyewe. Kwa sababu ofa zimetolewa nyingi. Kwa nini zikupeleke motoni? Wakati ofa za msamaha zipo na Mungu mwenyewe inna Allaha ghafurur rahim, ukimwomba msamaha na kujibu nimekusamehe. Anaga bifu za kuendelea. Ukimwambia wasi leo unamuomba msamaha na kusamehe. Ndio Mungu alivyo. Unaendaje motoni? Ukimwona mtu anakwenda motoni fala wewe. Kajitakia mwenyewe kwenda motoni kwa sababu fursa zimetoka. Tume anasema ana wakafilu liyatami fil jannati akadha. Mimi na mwenye kuwalea mayatima peponi tutakuwa hivi. Mbona Mtume anasema ukimlea yatima peponi tunakuwa hivi? Yatima unamchukua pamoja na watoto wako anakula tu, mtu wa peponi. Tukimchukua mmoja siku 3 njoo. Mmoja tu njoo bwana, unamlea yule mtoto, ule nguo za sikukuu nini. Mtume anasema peponi. Mambana lillahi masjida bana Allahu baitan fil janna. Ukijenga kwa ajili ya Mungu msikiti, Mungu anakujengea jumba peponi. Sio kujenga kwamba ukamaliza msikiti ukaeka kitofali kule cha shilingi 1000. Kile kitofali cha 1000 imamu na mimi niwekea hapa kiguzo hiki. Una jumba peponi. Unakwendaje motoni bwana? Wewe ukitaka kwenda motoni wewe fala. Inshallah nitatia nia nitanunua kiwanja kwa ajili ya kujenga msikiti. Mungu akutilie wepesi. Sasa hilo ndo umemaliza. Kuna vitu vya kufanya muhimu sana ambavyo wewe vinafanya hata ukifa thawabu zako zinaendelea kumiminika tu. Kimoja kujenga msikiti.
Achana na kuwasilisha watu itima sijui unachukua milioni 2 milioni 3 watu wanakuja kula. Wakishakula pale wanaenda kulalamika mbele wale yenyewe hauna nyama kama shughuli imemshinda si basi bwana. Kwani lazima ufanye itima babako kama shughuli imekushinda achana nayo kwani lazima unatulisha minyama mibovu chakula chenyewe hatushibi. Lishashiba linalalamika huko mbele. Na maji mengine kaeka kwa pane. Hapa kwa pane. Shida hiyo ya nini hayo yote unayafanya yana maana yote hayo thawabu zake tukimaliza mpunga tuna thawabu zimeisha. Thawabu iliyokuwa bora umejenga msikiti kila akija kuswali mtu alhamdulillahi rabbil alamin babako anapata thawabu 10 kabulini mpaka siku ya kiyama kila herufi moja. Lipi zuri hapa? Shughuli nyingi msikiti. Na sio kujenga kitofali tu ukiweka. Tofali tu. Yaani anataka kiwanja kabisa ni yeye. Hiyo ndo umemaliza funuia bwana hiki bwana sadaka tujaria kwa babangu, mamangu na mimi mwenyewe. Basi ni siku ya yani kabulini mnachuma tu. Sio umenipata? Mwezi tusifanyie masiala. Tena unaondoka kwa kasi kweli kweli ili kumila makfira tusifanye masiala. Umenipata bwana? Kuna jingine? Lipo lingine. Nataka tumalizie imada. Mtu amekufa. Unataka kumfanyia kufutulisha kwa ajili ya kumuongezea rehema, umetiania kwa ajili ya kumuongezea rehema na kumpunguzia adhabu za kaburi. Katika mwezi huu hicho kitu kinaswi sana kufuturisha. Si moja katika sadaka. Wanaokuja kufuturu pale unawapa sadaka. Yani wanakula kile chakula ni sadaka kwa ajili ya mama yako. Kwa hiyo thawabu za ulaji wa kile chakula thawabu unampelekea nani? Mama yako au babako aliyeko kaburini. Hilo halina shida. Yani kwenye sadaka hamna shida kabisa. Kwamba umeamua bwana mimi mamangu kafariki sadaka yangu ni kufuturisha. Ila tafuta wanaotakiwa kufuturu. Umeelewa hapo? Tafuta wanaotakiwa wape wahitaji wa kile chakula. Kafuturu na watoto yatima. Kafuturu na maskini. Kafuturu na wasiojiweza. Sio futari za leo za fashion hizi. Tajiri anamfuturisha tajiri mwenzie. Yule ana shida ya chakula. Mimi ndo nina shida na chakula nifuturishe. Lakini mimi mwenye shida na chakula naachwa wanafuturisha watu wenyewe wana uwezo wa kufuturisha yeye mara 2. Hilo tatizo la sasa hivi. Hilo kuepo sasa hivi. Futari hizo futari mimi naita futari za fashion hizo za kujionyesha. Hamna futari pale chochote wala hakuna thawabu yoyote pale ujanja. Kwa sababu mpe mtu kitu ambacho hana. Wewe unaacha maskini wanaombaomba mtaani unaenda kulifutulisha tajiri lenzio unapata nini? Pate chochote. Maskini wao hamna maskini mtaani. Maskini wapo shi. Mayatima hamna. Na wanaachwa unaenda kufutulisha matajiri wenzio. Yani we tajiri unatakiwa utoe pesa kwa ajili ya watoto. Kwa sababu haya anasema wala yahudhuna shasaid. Wala yahudhuna ala ta'amil miskin. Wala hawaimizi kuwalisha nani? Maskini. Unaelewa? Ndio. Wanaotakiwa walishwe ni nani? Maskini au mayatima. Wewe unamlishaje bosi mwenzio unamfuturisha? Unapata nini? Watu wanashindwa kuelewa kumbe dini. Wanashindwa kuelewa dini, wanafanya tu dini mazoea. Wape chakula wahitaji wa chakula. Wafuturishe wenye shida ya kufuturishwa au ndio wanatakiwa wafuturishwe. Unamfuturisha mtu akatia na uwezo wa kukufuturisha? Changanyeni kile kwa pamoja, watafuteni watu wasiokuwa na futari muwape. Hiyo ndio sababu iliyokuwa bora. Hiyo ndio sababu iliyokuwa bora. Nenda kafuturu na watoto yatima, nenda kafuturu na maskini. Hizi futari za sasa hivi zimekuwa fashion kubwa kweli kweli yani. Yaani tajiri anawalika matajiri wenzie wanakuwafuturisha. Au unalikamisha shafi, njoo ni kutufuturu ni kufuturisha. Mimi na familia yangu unanifuturisha pale familia yangu inakula nini? Nipe hela nikafuturu na wanangu. Ndio thawabu iliyokuwa bora. Na si mashetu waache ujanja. Ukishaambiwa toka tajiri kuna futari wa kwanza wewe, futari saa 12 saa 9 ushafika huko mlangoni. Umekiwa mbwa unasubiriwa geti lifunguliwa uingie. Mshe gani unakuwa na style hiyo bwana? Mshe anashindwa kusimama katika misimamo ya dini. Simama katika mwambie mimi si futari hiyo. Nipe futari nikafuturu na watoto wangu. Unanifuturisha mimi watoto wangu wanakula nini? Yaani unaona bora mimi kunichukua kuja nyumbani kwako kunifuturisha, afu mimi nyumbani kwangu watoto wanafuturu nini? Ila mashe tuache kudhalilika kwa jinsia hiyo. Tuache kabisa hao tukiwagomea mara 2 mara 3 watatoa tu futari kwa maskini.
Lakini ukipigiwa simu tu, bwana kuna iftari sehemu fulani, wa kwanza we iftari saa 12 saa 9 ushafika. Hapana, sio kweli. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Kama mnafuturu kujadili jambo fulani la dini, kwamba tukutane kwa pamoja saa 10 tuna jambo la dini tutafuturu hapa, hiyo sawa. Lakini sio kufuturu kwamba wewe tajiri mzima unaoita matajiri zao na kwenda kufuturisha, hiyo kwenye dini hapana. Tufuturishe wanaotakiwa kufuturishwa. Naam.